Naitwa Claire Laurent Swai kutokea KC Kawe. Tunashukuru sana TGNP kwa mafunzo ambao walitupatia, kwa sababu kabla ya mafunzo hayo tulikuwa na vitu vingi sana ambavyo tulikuwa hatuvijui. Lakini baada ya mafunzo tukawa tumepata uelewa mkubwa wa mambo mengi ambayo yanatokana kwenye jamii yetu. Kwa kata yetu sisi ya Kawe tulikuwa na changamoto mbalimbali ambazo tuliweza kuziibua, mojawapo ikiwa ni vilabu vya pombe pamoja na vigoma. Kupitia utaalamu ambao tulipewa au kupitia semina mbalimbali ambazo tulipewa na TGNP, tuliweza kuziibua changamoto hizo na kuweza kuzifanyia kazi. Kwa mfano kwenye vilabu tuliweza kutoa elimu kwa wale ambao wanakuwa wanatumia vilevi wakati wa mchana ambazo ni muda wa kazi. Tuliweza kuwapa elimu ili waweze kuachana na kutumia vilevi wakati wa kazi na kuweza kufanya kazi. Lakini kupitia mafunzo hayo pia tuliweza kushirikiana na afisa maendeleo wa kata kuweza kuwapa watu elimu ya ujasiriamali, ambapo wengine waliweza kujiunga na vikundi vidogo vidogo na kuweza kujisajili na kuweza kupata mikopo ya serikali. Lakini pia tulikuwa na changamoto ya vigoma ambavyo wanawake wengi walikuwa wanatumia fedha nyingi katika kukopa na kufanya shughuli hizo. Shughuli ambazo haziwaingizii kipato, zaidi ni kupoteza. Kwa unakuta wanawake wengi wanaenda kufilisiwa mali zao kutokana na mikopo hiyo. Lakini tunashukuru sana TGNP kwa kuweza kutupa mafunzo na kuweza kufikisha elimu kwenye jamii. Changamoto nyingine tulikuwa tunaipitia kwa kesi yetu ya Kawe ni ukatili wa kijinsia, kwamba wanaume wengi wakishapata fedha zao wanaenda kulewa na kuwapiga wanawake zao au wale ambao wako nao kwenye mahusiano. Lakini kupitia semina mbalimbali za TGNP tumeweza kupata elimu na kuweza kushirikiana na wananchi na kuwapa elimu kwamba ukatili wa kijinsia kwenye kata ya Kawe haukubaliki. Asilimia kubwa ni sisi wana KC Kawe tukishirikiana pamoja na afisa maendeleo, lakini pia na uongozi mzima wa serikali, nikiwa na maana kwamba afisa mtendaji wa mtaa, afisa mtendaji wa kata, wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na wajumbe wa mashina. Hao wote wameshiriki kikamilifu katika utoaji wa elimu. KC ya Kawe ukiangalia kuhusu masuala mazima ya uongozi, kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu hata kwenye nafasi ya uongozi, kwenye nafasi ya serikali ya mtaa, ukiangalia kata ya Kawe ina mitaa 4, lakini katika hiyo mitaa 4, mitaa 3 yote inaongozwa na wenye viti wanawake, kasoro mtaa mmoja. Hivyo kwa KC ya Kawe tunaweza tukasema tumefanikiwa kwa asilimia kubwa kufanya kwamba wanawake wawe wanaonekana kwenye nafasi za uongozi. Kwa hiyo tunashukuru sana TGNP kwa mafunzo, kwa sababu inapelekea kuwapa ujasiri wanawake wengi kuweza kujitokeza kwenye nafasi za uchaguzi na uongozi. Kwenye masuala mazima ya umiliki tunaenda kidogo kidogo, kwa sababu kwa KC Kawe kuna mchanganyiko wa umwingiliano wa makabila. Kwa kuna makabila mengine ambayo yanaamini mfumo dume kwamba mwanamke hawezi kumiliki. Lakini kupitia mafunzo haya tutaendelea kuwapa elimu ili waweze kutambua kwamba hata mwanamke ana haki ya kumiliki. Naitwa Ruthbeth Atanasi Mionga, natokea KC Kawe. KC yetu ilianza tarehe 28 mwezi wa 8. Tuko watu 10 wana KC. Katika hao na KC mimi ni mjumbe. Lakini pale tuna kamati, mwenyekiti msaidizi, tuko timu yote kamili. Wanawake ni wengi mno wamejitokeza, ni wengi. Kwenye upande wa wenyekiti wa mashina ambao ndio wale zamani walikuwa wanaitwa wajumbe, kwenye wenyekiti wajumbe wa serikali za mitaa wapo, kwenye mabaraza ya kata yale ya wazee ambao hata kama tuisema mwanamke ambaye mwenye umri nao wapo wengi na wanasikizwa na wanaitikiwa. Pamoja bado wanakuwa na kidogo kutokuamini, lakini wanaunga mkono sana kwa sababu wanaona yale matokeo. Wengi wanataka, viongozi wengi wa mila wanataka waone matokeo, wasione hasara zaidi.
Kwa hiyo wanaona yale matokeo, wanaunga pamoja, hata kama kuna mfumo dume, lakini wanakubali kuangalia kinawezekana, wanawake wanaweza. Kwa vile kuna KC, ina maana kunakuwa kama na mwamko, mstuko kidogo. Kwa hiyo mtu anajua kuna kioo, kipo vioo vingi vinaniangalia. Maendeleo, bajeti, miundombinu ya mitaa, wanashirikishwa wanawake na vijana, hata wazee wanashirikishwa kwenye vikao, kwa sababu tunaanzia ngazi ya chini, anaanzia kwa mjumbe ambaye mwenyekiti wa shina. Kila mwenyekiti wa shina anatoa watu wake. Kwa hiyo wale watu watakaoenda, atakayepata ile watakavyoona, ndio wanakuja baadaye wanatuletea kwenye vikao. TGNP, yani mimi nimefurahi, kwa mfano nimefurahi tena sana, ila kikubwa nilichokuwa napenda zaidi ni pale kufikiwa wale, kama kwenye sisi tuko 10, yani tulikuwa tunapenda kwenye watu 10 vile tutafute tena kila mtu 10, yani 10 katika wale wasichana ambao wako kwenye umri hawana majukumu makubwa. Endapo afana baadaye na nyinyi mtawaibua, mtapata wengine tena ile kuweza kupata walimu kama nyinyi mliopo hapa. Unaona, kwa sababu yule atakuwa bado ni mdogo, anaenda bado hajaona, kwa hiyo vingine anaviona ila hajui sehemu ya kufikishia, wanakuwa na uoga. Mwingine anajua ametoka mkoani, anajua kama mimi labda huku sio kwangu, sio mzawa. Lakini kwenye wale 10 akikaa tena naye akawapata vijana 10 tena, hata na wazee, mzee atasema tu mimi, lakini mzee atabeba. Ila wale vijana bado wanaendelea ile nguvu kazi, ili TGNP ina maana izidi kusonga, kushika kazi zaidi.